hii ya Macro MTZ. Leo nitaenda kuelekeza jinsi ya kutoa pesa kwenye platform mpya ya KSE. Weka mtaji wako, beti, liwa, rudishiwa mtaji wako. Hakuna kitu kinachoharibika, ukiliwa mtaji wako unarudishwa. Sasa leo nitaenda kuelekeza jinsi ya kutoa pesa. Unatoa vipi pesa? Utabonyeza ili kuweza kutoa pesa. Ili kuweza kutoa pesa kwenye platform hii, utaweza kubonyeza hapa palipoandikwa wasifu. Unabonyeza kwenye wasifu. Unabonyeza kwenye wasifu hapa. Ukibonyeza kwenye wasifu, utakuja neno kwenye sehemu palipoandikwa ondoa. Unabonyeza kwenye ondoa. Kisha bonyeza ondoa. Unakuja pia kubonyeza palipoandikwa hakika hapa. Unabonyeza hakika. Itakwambia ongeza kadi ya benki. Unaongeza. Unakuja kubonyeza kwamba hakuna neno siri lililowekwa. Kwa hiyo unatakiwa uweke neno siri la uondoaji. Unabonyeza hakika. Unabonyeza hakika, kuna neno siri la kuingia, ondoa neno siri. Basi utabonyeza neno siri la kuingia, utabonyeza. Utaweka hapa neno siri la zamani, neno siri mpya na thibitisha neno siri. Maana pote hapo unaweka unajaza password yako au neno siri la kwenye KSE unapoingia. Unaweka username, kuna sehemu unaweka neno siri. Neno siri ndio utajaza hapa pote. Haya. Utajaza pote neno siri. Baada ya kumaliza kujaza hapo kwenye neno siri, hapo una hakika. Neno siri la zamani sio sahihi. Kwa hiyo unaweza kurudia kujaza tena kama kawaida. Baada ya kujaza, ukiruhusu itakurudisha nyuma tena hivi. Itakurudisha nyuma hivi tena, unataka kubonyeza kwenye wasifu hapa. Twende kujaribu kuondoa tuone. Ondoa. Utarudia tena kwa kadi ya benki hapa kuona usimamizi wa kadi ya benki. Ongeza kadi ya benki. Hivyo unarudia neno siri la kuondoa. Unakuja kwenye neno siri la kuondoa. Neno siri la kuingia utaweka lile la kwako ambalo unatumia kuingia. Utaweka hapo unatumia kuingia. Siri la kuingia utaweka. Neno siri la uondoaji. Neno siri la uondoaji ni siri yako, kwa hiyo kumbuka hapo umeweka neno siri la kuingia, utaweka ile password yako ya kwenye KSE, lakini kwenye neno siri mpya la uondoaji maana ni password ambayo utakuwa unatumia mwenyewe kutolea hela. Hivyo basi tunaweza kuweka password nyingine, zinaweza kuwa ni namba 6 ukaziweka hapo, au namba 4 ukaziweka hapo, au namba 5 unakuwa unaziweka. Neno siri la uondoaji unaweka lingine. Neno siri la uondoaji kudhibitisha unaweka lifanane, maana unaweka lifanane kwenye neno siri jipya na kudhibitisha zifanane. Lakini neno siri la kuingia ni lingine ambalo unatumia kuingia kwenye KSE unapo login. Au unaweza kuweka neno siri la kuingia ni hilo. Neno siri la uondoaji, neno siri mpya unaweka hilo. Kudhibitisha neno siri mpya unaweka hilo. Na lenyewe na pia unaruhusiwa. Kwa hiyo ukimaliza hivyo napiga hakika. Operation iliyofanikiwa. Sasa tutachokuja kufanya tena, kuja kupiga wasifu. Unakuja kwenye neno ondoa tuone na kuandikiaje. Hakika. Tuambia ongeza kadi ya benki. Hapa tutakuja kuuliza kwamba kadi ya benki, aina ya kadi. Utabonyeza kadi ya benki, utabonyeza jina la account. Jina la account maana unaandika majina yako matatu. Majina yako matatu yaliyopo kwenye line unayotolea pesa. Ukiandika majina mengine tofauti, hela haitoweza kutoka. Kwa hiyo andika majina yako matatu yaliyopo kwenye line hiyo. Kwa mfano mimi nikitaka kutumia pesa kwenye hiyo line unayotaka kuweka hapo, utaniambia kwamba majina yatakuja fulani, nitumie pesa majina yatakuja fulani. Hivyo basi hata wewe unapotaka kuandika majina ya account, maana yake kama majina matatu. Haya, tunaweka majina matatu. Majina gani? Simoni.
Bugingo Malugu. Simoni, si ndio hivi? Simoni Bugingo Malugu. Kwa hakikisha unaweka majina kwa usahihi kabisa, umetulia bila kukosea majina yako. Simoni Bugingo Malugu. Ukimaliza hapo unakuja kujaza akaunti ya benki, namba ambayo utakuwa unatumia kutolea pesa. Namba gani unatumia? Hakikisha hii platform inatumia namba mbili, Tigo au Voda. 07 69 47 34 07. Hapa maana yake takiwa hakikisha kwa makini kabisa namba yako bila kukosea. Ukikosea hela itakuwa inaingia kwenye namba nyingine. Mfano 07 69 47 34 07, si ndio? Ukimaliza hapo jina la benki unabonyeza huko pembeni, itakuwa utachagua ni M-Pesa. Ukimaliza hapo unahakiki. Inakwambia tafadhali weka neno siri la uondoaji. Neno siri la uondoaji ni password ambayo utakayotumia kutoa pesa, na hiyo password ni siri, hivyo basi nitaficha. Baada ya kumaliza kuweka hizo password za uondoaji, utapiga hakika. Imekwambia kadi ya benki imejazwa, hivyo basi unaweza kuongeza tena kadi ya benki nyingine kupitia hapa. Kaongeza ni wewe mwenyewe kulingana na utashi wako utakavyopenda, kulingana na utashi wako. Kwa hiyo sasa tukirudi nyuma kwenda kutoa pesa, kwenye kutoa pesa sasa. Kwenye kutoa pesa, mfano kija hapa kwenye kuondoa, nikibonyeza ondoa, nitakuja kutoa pesa, nitabonyeza hapa kwa sababu imeandikwa kadi ya benki. Tafadhali chagua kadi ya benki. Nitachagua ni hii ambayo ndo niliweka. Toa kiasi, nitaandika hapa kiasi. Nitaandika mwenyewe kiasi. Ukiweka milioni moja maana yake utakupokea 90,000. Milioni moja maana yake utapokea 900,000. Makato ni 10%. Uondoaji, idadi ya pesa zilizosalia kwa uondoaji ni mara moja. Kiwango cha chini kutoa ni 100,000 kulingana na wewe pesa uliyoweka. Kadri pesa unavyozidi kuweka, kiwango cha utoaji kinaongezwa kwa siku. Unakuja unawekewa kwa siku mara 5 kulingana na idadi. Ukimaliza hapo unadhibitisha uondoaji. Utaambiwa usawa usiotosha, maana yake hatuna salio. Kitu kingekuwa na salio, kabla unatoa pesa, kabla hujabeti, una salio la kutosha, ungedhibitisha uondoaji na pesa yako inatoka moja kwa moja. Asante sana kwa kufuatia channel hii. Inaitwa Marco MTZ. Namba yangu ya simu ni 0694 836109. Nitafuta kwenye WhatsApp kama ukitaka kujiunga na platform hii ya KSE. Asante sana kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa video hii, na Mungu akubariki.